أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله لك الحمد والشكر الممجد والثناء على النعم التي بها تستخصنا. لك المن والفضل والفخر، لك المن والفضل المؤبد ربنا، ورحمن دنيانا يعلم أولي الدنا، رحيما يخص المؤمنين بأخراه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدا عن أمته ورسولا عن قومه، وتركنا إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ينتسبون إلى جنب الله تعالى سجدا وقياما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، فلقد فاز للمتقون، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. يقول المولى سبحانه وتعالى baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nianze kuiasa nafsi yangu kabla ya kukuhusieni nyinyi, hususan katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, leo kabla sijataja unwani ya hutuba yetu ya leo, naomba nimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyotujalia leo kukusanyika katika nyumba yake hii tukufu, tunamwomba akatukusanye kesho peponi pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, pia kabla sijanukuu unwani ya hutuba yetu ya leo, naomba nijaribu kueleza ili tupate kukizungumza kichwa cha habari cha hutuba yetu ya leo. Ndugu zangu Waislamu, tukirudi katika jamii ambayo inatuzunguka, tukirudi katika jamii ambayo tunaiishi, tukirudi katika maisha ya kawaida, miongoni mwa sababu zinazopelekea maafa, miongoni mwa mambo ambayo yanaleta taharuki katika jamii, miongoni mwa mambo ambayo yanatofautisha watu, bimaana watu wanatofautiana, miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea jamii fulani kutokuelewana na jamii fulani, lakini miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea hata viongozi wao kwa wao kutokuwa na lugha moja, viongozi wao kwa wao
kuto kuyaendea majukumu yao vile ipasavyo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa nini? Yote haya yanakuja kuleta taswira ya mmomonyoko wa maadili, mmomonyoko wa maadili kidini, kitabia, hata katika nchi, hata katika idara fulani, hata katika majimbo fulani. Hii ni kwa sababu ya watu fulani kuto kutambua wajibu wao. Hii ni kwa sababu ya watu kuto kutambua majukumu yao. Hii ni kwa sababu ya watu kuto kuelewa nyadhifa zao, nafasi zao, madaraka yao waliojaaliwa na Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa sababu zilizoofisha jamii na taifa kwa ujumla ni watu kuto kutambua majukumu yao. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa kunukuu Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala, na hapo ndipo tutakapopata kichwa cha habari cha hutuba yetu ya leo, aliposema Allah jalla jalal, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. Wapenzi, Allah tabaraka wa taala anatoa angalizo katika Qur'ani yake tukufu kuhusiana na amana ambayo kwamba amepewa mwanadamu katika ulimwengu huu wa kidunia, amana ambayo ilipewa mbingu ikasema sitoweza, ikapewa ardhi ikasema sitoweza, ikapewa milima amana hiyo, milima na majabali yakasema hayatoweza amana hiyo. Lakini mwanadamu akaipokea amana. Amana, ndugu zangu Waislamu, ndio unwani ya hutuba yetu ya leo. Amana ya wadhifa uliokuwa nao, amana ya uongozi uliokuwa nao, amana ya mamlaka uliokuwa nayo, amana juu ya yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala amekujalia ukawa na wewe ni miongoni mwa waliopewa amana hiyo. Ndugu zangu watukufu wa Islam, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatakum wa antum ta'lamun. Ndugu zangu wa Islam, Allah asema msimkhini Mwenyezi Mungu enyi mlioamini, msimfanyie khiana Mwenyezi Mungu, msimfanyie khiana Mwenyezi Mungu, bimaana msimsaliti Mwenyezi Mungu kwa hiyo amana ambayo Allah amekujalieni kwayo, na wala mtume wake pia vile vile msimsaliti kwa amana mlioipokea nyewe wenyewe. Wala takhunu amanatakum wa antum ta'lamun, wala msizikhini nafsi zenu, msizisaliti nafsi zenu na hali ya kuwa mnatambua mnachokifanya.
na hali ya kuwa mnatambua hiyo ni amana mliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, naomba itambulikwe na ifahamike ya kuwa amana si pesa tu, amana sio mali tu, amana pia ni uongozi, ni amana. Amana pia elimu uliojaliwa ewe ndugu yangu ni amana. Amana pia family uliokuwa nayo ewe mzee wangu ni amana. Lakini amana hata watoto pia ni amana. Lakini ndugu zangu Waislamu, da'wa, kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu na mtumewe kwa waja wa Mwenyezi Mungu, hiyo pia ni amana. Ndugu zangu Waislamu, Allah anasema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Hakika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika ya Mola anakuamrisheni mzirejeshe amana kwa wenyewe. Amana ambazo tutatambaa nazo katika jahazi la leo ni amana ya uongozi, ni amana ya wadhifa uliokuwa nao, ni amana ya madaraka uliokuwa nayo, ni amana ya sehemu ama sekta uliokuwa ama Allah alipokujalia. Hii ni dhahiri ya kuwa Muislamu anatakiwa ajue nafasi yake na atimize kwa uadilifu. Unatakiwa uijue nafasi yako na uitekeleze na uwajibike kwa uadilifu. Asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, asema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, hadithi iliyokuwa sahihi Bukhari kabisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja wenu, kila miongoni mwenu ni mchunga. Kila aliyekuwa mwanadamu juu ya mgongo wa ardhi, chini ya mbingu, hakika utambue nafasi yako kuwa wewe ni kiongozi. Haijalishi ni rais wa nchi, haijalishi ni waziri wa jimbo gani, haijalishi ni diwani wa jimbo gani, haijalishi ni baba wa nyumba, haijalishi ni mama wa nyumbani, haijalishi ni kaka kwa ndugu zako, haijalishi ni imamu wa msikiti, haijalishi ni wewe mjumbe wa nyumba 10, wala haijalishi ni nani ama mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Chukua hiyo, hakikisha unacheza nafasi yako kwa uadilifu, hakikisha unapambania nafasi yako kwa uadilifu na umakini wa hali ya juu katika hali ya kutimiza wajibu aliokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amana, amana ndugu zangu Waislamu, kiongozi ataulizwa, baba utaulizwa, mama utaulizwa, ewe kaka yangu utaulizwa, ewe rais wa nchi utaulizwa, waziri wa jimbo fulani, diwani, mwenyekiti wa nyumba 10, sijui serikali za mtaa, utaulizwa juu ya waja wako uliwaongoza vipi, waja wako uliwatendea vipi katika haki zao, waja wako uliwaongoza vipi katika uongozi uliokuwa na uadilifu ndani yake. Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuhusiana na kukokoteza jambo hili liwe kuwa ni sehemu ya amana na ni sehemu ambayo mwanadamu inatakiwa utumie nafasi yako vizuri, na wala usije ukahadaika ukapoteza nafasi yako. Kwa nini? Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama idha dhuyi'atil amana fantadhiri saa. Asema kabisa wazi wazi kuambia masahaba zake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mimi nanukuu maneno haya bwana Mtume Muhammad, ninakuambieni nyinyi waumini wa Masjidi Ridha ya kuwa ukipoteza amana subiri kiyama, ukipoteza amana subiri kiyama. Masahaba walipata chansi, walipata nafasi ya kumuuliza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, amana inapotezwa vipi? Amana inapoteaje? Maswahaba walimuuliza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, amana inapotezwaje? Na nyinyi ilipaswa mniulize, amana inapotezwa vipi? Amana inapoteaje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama hakuwa mnyonge, kwa sababu yeye ndiyo mwalimu wetu, yeye ndiyo kiongozi wetu. Alimaliza hadithi hii kwa kusema ya kuwa idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa. Endapo jambo litakapowekwa kwa wasiokuwa na sifa za jambo hilo, endapo viongozi watakapokasimiwa kwenye uongozi ambao hawana sifa za kustahili kuwa viongozi katika madaraka hayo, fantadhiri saa, tusubirini kiyama tu. Endapo waja watakasimiwa kuwa viongozi wa jimbo fulani, endapo atakasimiwa mja kuwa kiongozi
wa nchi, na wala hana fasiliti za kuwa kiongozi wa nchi, wala hana sifa za kuwa kiongozi wa jimbo fulani, wala hana sifa za kuwa imamu wa msikiti, wala hana sifa za kuwa kiongozi wa mtaa, wala hana sifa za kuwa kiongozi wa mamlaka fulani. Fantadhiri saa, tusubirini kiyama. Hayo ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo hakuyasema tu labda kujisikia. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hasemi kwa kujisikia, wala hasemi kwa kujiona, wala hasemi kuwa amejisikia kuzungumza, isipokuwa yeye atamka kutokana na wahi ambayo amefunuliwa au amekunjuliwa na Allah jalla jalal. Ndugu zangu Waislamu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Ewe ndugu yangu ulio madarakani, ewe ndugu yangu ulio katika kiti cha kuongoza, ewe ndugu yangu uliye katika mamlaka fulani na umeaminiwa katika mamlaka hiyo kuongoza, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Yesabuni, zidadisini nafsi zenu, zifanyieni research nafsi zenu katika uongozi wenu. Je, namna gani mnatumia amana hiyo mliopewa katika mamlaka ya kuongoza? Jipimeni kabla hamjapimwa, jihisabuni kabla hamjihisabiwa. Ndugu zangu Waislamu, turudi kwa Umar bin Khattab, ambaye ndugu yangu Muislamu, huyu Umar radhiallahu anhu arda, ndiye atakuwa role model wetu katika khutba yetu hii ya leo. Kidume huyu, sahaba huyu, mja wa Mwenyezi Mungu huyu, ambaye alikuwa ni mkali katika utawala wake, ambaye alikuwa ni kiongozi baada ya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu arda. Aliongoza katika dola yake, aliongoza Waislamu aliowaongoza, lakini tusome sehemu ndogo katika uongozi wake. Role model wetu huyu katika hutuba yetu hii ya leo. Kisa kifupi. Siku moja usiku wa manani, alibeba gunia la unga kwa ajili ya kuwapelekea waliokuwa na njaa ama wahitaji siku hiyo. Lakini aliyekuwa karibu yake, twaweza sema msaidizi wake, akamwambia, ya Umar, naweza kukusaidia kubeba huo mzigo ama kubeba hilo gunia la unga, naweza kukusaidia. Sikiliza majibu ya hekima juu ya kiongozi huyu. Sikiliza mazungumzo aliyoyazungumza Sayyiduna Umar. Alafu na wewe uliye madarakani, na wewe uliopewa amana, na wewe uliopewa nafasi ya kuongoza sehemu unayoiongoza, je, na wewe unatumia mamlaka yako vizuri? Sayyiduna Umar radhiallahu anhu arda alimjibu kwa kumwambia sahaba huyu, je, nikuulize swali, hivi utaweza kunipokea ama kunisaidia kubeba madhambi yangu siku ya kiyama? Utaweza kunisaidia kubeba madhambi yangu siku ya kiyama? Sahaba yule alijibu kwa unyonge, sitoweza, ewe mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni dhahiri shahiri ya kuwa kiongozi unatakiwa ujitoe, kiongozi unatakiwa uwe mwaminifu, unatakiwa ujitoe kwa watu wako wapate haki zao wanazostahili kupata. Kiongozi unatakiwa sio mwenye kuamrisha tu basi, usio ni mwenye kuamrisha tu, bali unatakiwa ni mwenye kuhakikisha huduma zinawafikia wale walengo. Tambua nafasi yako kabla hujatamani nafasi ya mwingine. Ndugu zangu Waislamu, kuwa mja mwema wa Allah, kuwa mzazi mwema mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, kuwa mzazi mwema kwa familia yako, kuwa kiongozi mwadilifu kwa wale unawaongoza. Lakini haitoshi kuwa mfanyabiashara mwadilifu, kuwa mfanyabiashara mwadilifu ili upate radhi za Allah. Hiyo ni amana. Kuwa mzazi ni amana, kuwa kaka wa familia ni amana. Ndugu zangu Waislamu, kuwa mzee ambaye wa familia yako inakutegemea ni amana. Kuwa kiongozi pia ni amana. Kwa hakika heshima ya mwanadamu haipo katika cheo. Heshima ya mwanadamu haipo katika cheo, bali heshima ya mwanadamu ipo pale kwenye kuwajibika na kutimiza zile wajibu ambazo Allah Tabaraka wa Taala amekuneemesha. Tutambue ya kuwa cheo sio heshima, cheo sio heshima. Heshima
ni kutimiza wajibu wake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, alwilayatu innama ju'ilat liiqamati dinillah. Amana uliopewa ni sehemu ya kutimiza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni sehemu ya kuhakikisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inasimama. Amana uliopewa ni sehemu ya kuhakikisha wale wote unaowaongoza wanapata manufaa wa tahqiqi masalihi ibadi, na kuhakikisha wale wote wanaokuzunguka wananufaika na uongozi wako, na sio kulalamika kulingana na uongozi wako, na sio kujuta kukuweka madarakani, na sio kujuta kukuweka sehemu waliokuweka. Ndugu zangu Waislamu, tuzidadisi nafsi zetu, tuzihisabu nafsi zetu, tuzifanyie research nafsi zetu, ili tuweze kufanya yale ambayo tunastahili kuyafanya, na baada ya hapo tufanye yale yaliyokuwa mazuri. Baada ya kusema haya, namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Nimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja ambao tumepewa amana ya uongozi na tukaitumia vizuri amana hiyo. Nimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotujalia kuwa na afya pia ni amana, tuitumie afya yetu katika kumcha Allah tabaraka wa Ta'ala, uhakika wa kumcha. Lakini pia nimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ambavyo ametupa amana ya kuwa wazazi katika familia zetu, basi amana hiyo tuitumie vizuri. Kama alivyotujalia kuwa na amana ya sehemu katika jamii inayotuzunguka, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie amana hiyo tuitumie vizuri.